Samia Suluhu Hassan hatarajiwi kumaliza mwaka 2026 akiwa katika nafasi ya uraisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huo ni ubashiri mkuu katika bashiri 15 kuhusu mwaka 2026 kwa nchi ya Tanzania. Makala hii inakuletea hizo bashiri 15. Lakini kubwa zaidi hizo 15 ni huo mmoja kuhusu mustakabali wa Samia Suluhu Hassan na uraisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika intelijensia, moja ya majukumu makubwa kabisa na muhimu ni kubashiri yajayo, kwa sababu ni katika kubashiri yajayo ndiyo inawawezesha wanaintelijensia kujiandaa au kutengeneza mikakati ya kukabiliana na changamoto mbalimbali zinazotarajiwa kuja mbele ya safari. Na katika taaluma ya kufanya hiki kinachoitwa ubashiri wa kiintelijensia au kwa Kiingereza wanaita intelligence forecast, ni kusoma mienendo, kwa Kiingereza wanaita patterns. Kwa hiyo katika kusoma mienendo, kwa mfano yaliyojiri nchini Tanzania mwaka 2025 au 2024 na miaka iliyopita, au kwa kulinganisha yanayojiri nchini Tanzania na pengine yanayojiri Uganda, Rwanda, Kenya na kwingineko, inawawezesha hawa wanaintelijensia kutengeneza taswira ya yapi ya kuyatarajia huko mbele. Na kwa hakika katika intelijensia huwezi kukabiliana na changamoto au huwezi kukabiliana na adui usiyemjua. Kwa kuwa mambo yatatokea mbele ya safari, basi ni muhimu angalau kuwa na idea kuwa mambo hayo yakoje, na hii ndio imewezesha kuwa na uwezo wa kubashiri kwa uhakika mara nyingi kuhusiana na yajayo. Sasa mimi binafsi nilijijengea utaratibu huu kitambo. Kwa miaka kadhaa, kila mwanzoni mwa mwaka nilikuwa nikiandika ubashiri wa mwaka husika na kuchapisha katika blogs zangu. Mwaka huu nimechapisha ubashiri huo katika kijarida changu kinachofahamika kama blog ya ujasusi, yani ujasusi blog. Inapatikana ujasusi.com. Hii ni blog ambayo inajihusisha na masuala ya intelijensia kuhusu Tanzania, Afrika na dunia kwa ujumla, pamoja na masuala mengine ambayo yanahusiana na taaluma ya intelijensia. Kwa hiyo nilichapisha hii ubashiri wa mambo 15 yanayotarajiwa kujiri katika mwaka huu 2026 na nilichapisha Januari mosi, yani siku ya mwaka mpya. Kwa hiyo kwa kifupi katika makala hii itakuletea hiyo orodha ya haya masuala 15. Hili la Samia Suluhu Hassan kwamba hatarajiwi kumaliza mwaka huu akiwa madarakani halipo katika haya 15, kwa sababu hili ni ubashiri mkuu. Yani mara nyingi unapofanyika ubashiri kunakuwa na mada kuu ya ubashiri au tukio kubwa zaidi, halafu ndani kunakuwa na mengine madogo madogo. Kwa hiyo tukio kuu zaidi ambalo linatarajiwa kujiri mwaka 2026 ni kwamba Samia Suluhu Hassan hatomaliza mwaka huu akiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa tuende kwenye hizi bashiri nyingine, yani mambo mengine haya 15 ambayo yapo katika ubashiri huu. Nitaelezea kwa kifupi ili kuokoa muda. La kwanza, ubashiri wa kwanza ni kwamba ukandamizaji, ukatili na unyama ambao ulitawala zaidi mwaka 2025, hususan robo ya mwisho 2025 kuanzia Oktoba 29 takriban Novemba yote, na mpaka sasa hivi bado kuna matukio ya ukatili mkubwa yanayoendelea, unatarajiwa kuendelea kwa wingi zaidi katika mwaka huu 2026. Na hii zaidi itachangiwa na jitihada za kukandamiza ushahidi ambao unatarajiwa kupelekwa kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, ambako tayari Samia Suluhu ana kesi inamsubiri huko. Kwa hiyo inatarajiwa yale matukio ya kinyama, utekaji, ulawiti, ubakaji, utesaji na mauaji yanatarajiwa kuendelea kwa kasi ile ile, pengine zaidi ya ilivyokuwa kuanzia hiyo Oktoba 29 mwaka jana. Lakini ikumbukwe kwamba haya matukio hayakuanza Oktoba 29. Kimsingi wanaofuatilia kwa karibu wanasema kwamba serikali ya Samia Suluhu Hassan ilibadilisha mwenendo na kuanza kujikita zaidi kwenye utekaji katikati ya mwaka 2023. Ubashiri wa pili ni kuhusu aina ya upinzani utakaokuwepo nchini Tanzania, kwamba kama ilivyoonekana Oktoba 29, maandamano ya Oktoba 29 yaliongozwa na vijana wa Gen Z. Hakuna chama cha siasa kilichoongoza maandamano yale, na kwa hakika imeonyesha kwamba harakati
zisizohusisha vyama pengine zina ufanisi zaidi kuliko zilizohusishwa na vyama, kwa sababu huko nyuma kumekuwa na jitihada za vyama vya siasa kufanya maandamano, hayakuwahi kuwa na ufanisi, lakini Gen Z Oktoba 29 walifanikiwa kufanya. Kwa hiyo inatarajiwa kwamba 2026 upinzani utakaoibuka, yani aina mpya ya upinzani, utakuwa ni wa wananchi wenyewe, kama hao vijana wa Gen Z ambao bado wanaendelea na harakati za kutaka kuleta mabadiliko katika nchi yao. Ubashiri wa tatu ni kuhusu Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Ningetarajia kutoa taarifa za kuleta matumaini, lakini mustakabali wake bado ni mgumu, kwa sababu as long as Samia Suluhu Hassan yupo madarakani ni vigumu kwa Mheshimiwa Lissu kuwa uraiani, hasa ikizingatiwa kwamba kinachomweka jela Mheshimiwa Lissu vilikuwa ni vitu viwili. Cha kwanza ilikuwa ni swala la uchaguzi ambao umepita na tayari Samia kajitangazia ushindi wa 98%, lakini kubwa zaidi ya uchaguzi ni masuala ya ufisadi. Na mara baada ya Mheshimiwa Lissu kuanza kuongelea masuala ya ufisadi, wakamkamata na kumzushia kesi ya uhaini. Kwa hiyo wanafahamu kwamba uwepo wake gerezani ni salama yao, na wao ni kama samaki na maji, ukimtoa samaki kwenye maji unamuua. Na ufisadi na chama tawala CCM ni hivyo hivyo, ukitenganisha CCM na ufisadi unakiua chama hicho. Kwa hiyo mustakabali wa Mheshimiwa Lissu ni kwamba katika mwaka huu 2026, kwa kutegemea mambo kama hayatobadilika, ataendelea kuwepo katika gereza, na watajitahidi kupiga danadana za kesi ili azidi kukaa gerezani, kwa sababu uwepo wake gerezani una maslahi kwao. Lakini hili litategemea pia jitihada zinazofanyika mtaani, kwa sababu kwa kiasi kikubwa 2026 Watanzania wamemwangusha Mheshimiwa Lissu. Yuko jela kwa ajili yao, lakini hazijafanyika jitihada za msingi za kuhakikisha kuwa unyanyasaji, uonevu unaofanyika dhidi yake unakomeshwa. Kwa hiyo hii ni ubashiri kuhusu Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Ubashiri wa 4 ni kuhusu mustakabali wa Chadema. Inatarajiwa kwa mwaka 2026 ukandamizaji wa haki za Chadema utaendelea na utachukua taswira mpya, kwa sababu kuna mkakati unaotengenezwa hivi ambao lengo la mkakati huu ni kuifuta Chadema. Mkakati huu unahusisha hii tume ya mchongo ya Jaji Chande ambayo inaifanya kuchunguza yaliyojiri kuanzia Oktoba 29. Kama ambavyo mmeshuhudia baadhi yenu, kuna watu mbalimbali wameanza kujitokeza na kudai kwamba waliochochea hayo yaliyojiri Oktoba 29 ni Mheshimiwa Lissu pamoja na Mheshimiwa Heche au Chadema kwa ujumla. Lakini hii ndio ajenda hasa inayotengenezwa, kwamba tume hii itakapokamilisha ripoti yake itasema kwamba kwa kiasi kikubwa maafa yaliyotokea kuanzia Oktoba 29 yalichochewa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na hii itaipa serikali hii iliyopo madarakani kukifuta chama. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa wa watu hiyo kuchukuliwa. Ubashiri wa 5 unahusu watu kupotea hovyo. Hili la upotevu, watu kutekwa, utekaji kwa ujumla unatarajiwa kuendelea. Kasi ya utekaji inatarajiwa kuongezeka, na hii zaidi itachangiwa na hii ya kuficha ushahidi kuhusiana na mauaji yaliyojiri kuanzia Oktoba 29. Baadhi ya Watanzania wameonywa kuhusu kushirikiana na hii tume ya Jaji Chande, lakini Watanzania wengi ni wabishi, mpaka tatizo likitokea ndio wanakuja kupata akili. Kwa sababu inaelezwa kwamba baadhi ya watu waliojitokeza katika kutoa ushahidi kwa tume ya Jaji Chande wamepotea. Kwa hiyo hili swala la upoteaji linatarajiwa kuendelea katika mwaka huu 2026. Jingine ni kuhusu kesi ya Samia huko ICC. Hii inatarajiwa kubadilisha kila kitu. Taarifa zinaeleza kwamba kesi hii inatarajiwa kuanza muda wote ule kuanzia sasa, kwa sababu ushahidi uliokusanywa ni mkubwa sana. Lakini pia idadi ya waliouawa katika submission iliyofanywa huko ICC inaeleza kuwa idadi ya waliouawa ni zaidi ya Watanzania 10,000. Kwa hiyo hii inafanya kesi sio tu kuwa na uzito, lakini kuwa na haja ya uharaka. Kwa hiyo matarajio ni kwamba kesi itaanza hivi karibuni. Hii itabadilisha kila kitu, lakini hili ni moja ya mambo makubwa yanayotarajiwa kutokea 2026, na hili litaathiri moja kwa moja urais wa Samia Suluhu Hassan. Ubashiri mwingine ni kuhusu kanisa la Katoliki. Mmeshuhudia katika siku za hivi karibuni kumekuwa na jitihada kubwa sana ambazo zinafahamika kuwa zinaongozwa na Samia mwenyewe kujaribu kulichokonoa kanisa Katoliki. Lakini inatarajiwa kwamba kanisa Katoliki litaamka na kusimama mstari wa mbele kama taasisi pekee ambayo ina uwezo wa kukabiliana na ukandamizwaji mkubwa wa haki za binadamu. Historia inaonyesha kwamba taasisi za dini
na pengine nguvu za mataifa ya kigeni hasa kwa njia ya misaada zimekuwa na ufanisi sana katika kusaidia mabadiliko katika nchi mbalimbali. Kwa hiyo inatarajiwa katika mwaka huu 2026 kanisa Katoliki litakuwa mstari wa mbele katika mapambano ya kudai haki za Watanzania. Nyingine ni kuhusiana na muungano. Muungano unatarajiwa kupata misukosuko mikubwa. Kuna manunguniko makubwa. Baadhi ya watu wanakwenda mbele hadi kumlaumu baba wa taifa Mwalimu Nyerere kwa kusababisha muungano. Baadhi wanasema kwamba laiti rais asingekuwa Mzanzibari pengine haya yasingetokea, lakini pengine huko ni kwenda mbali zaidi. Kwa hiyo muungano unatarajiwa kukumbwa na changamoto katika mwaka huu 2026 kwa sababu hasa pia kuna baadhi ya manunguniko ya Watanganyika kwamba Zanzibar imekuwa ikipendelewa sana. Kuna rasilimali nyingi zinaelekea Zanzibar ambazo pengine zimetoka huku Tanganyika na vitu kama hivyo. Kwa hiyo moja ya mambo yanatarajiwa 2026 ni mijadala pengine ya chini chini kuhusiana na swala hili la muungano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jingine ambalo linahusiana kidogo na hilo la muungano lakini pia la kanisa Katoliki ni kikundi cha Uamsho ambacho kiko huko Zanzibar. Mnakumbuka moja ya mambo aliyofanya Samia Suluhu Hassan baada ya kuingia madarakani ilikuwa ni kuachia huru viongozi wa kundi la Uamsho ambao walikuwa wanakabiliwa na kesi ya ugaidi. Kumekuwa na maendeleo fulani yanaendelea huko Zanzibar, sio wakati wake kuyajadili, lakini inatarajiwa kwa mwaka huu 2026 kundi hili litaibuka upya. Jingine ni kuhusiana na janga linaloikabili Tanzania. Hii wanasema ni time bomb, ni bomu linalosubiri kulipuka la unemployment, ukosefu wa ajira. Sasa janga hili litapata moto zaidi katika hizi harakati za vijana Gen Z, kwa sababu huko nyuma swala la ajira limekuwa likizungumziwa juu juu, lakini sasa limekuwa ni moja ya ajenda za mabadiliko katika Tanzania. Kwa hiyo vijana wa Gen Z wanaweza wakapaisha hii ajenda ya ukosefu wa ajira na kuwa ni ajenda ya kitaifa, ajenda ya kuleta mabadiliko, kwamba Tanzania inayotakiwa ni ile ambayo itatoa nafasi na fursa kwa vijana. Sambamba na hili ni ukweli kwamba ajira zinatolewa kutokana na mtu alikotoka. Ajira za taasisi muhimu, idara ya usalama wa taifa, jeshini huko, benki kuu na kwingineko ni kwa ajili ya watoto wa vigogo. Kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo vijana wa Gen Z wanapigania ni usawa katika hizi fursa na pia usawa katika kula keki ya taifa. Ubashiri mwingine ni mgawanyiko ndani ya CCM, mitafaruku ndani ya CCM. Na hili moja limeshajitokeza. Juzi mmeshuhudia aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani George Simbachawene akitolewa katika wadhifa wake. Sasa Simbachawene sio waziri wa kawaida. Huyu ni mwanasiasa mkongwe ndani ya Chama cha Mapinduzi, na kutolewa kwake moja kwa moja kunahusishwa na msimamo wake dhidi ya unyama unaofanywa na jeshi la polisi, lakini unyama huo unaungwa mkono na Samia Suluhu Hassan. Na kuna watu wengi ndani ya CCM ambao hawaafikiani na yanayoendelea, lakini hawana ujasiri wa kukabiliana na msimamo wa Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tutarajie 2026 kuwepo na sauti nyingi. Kuna watu ambao watapoteza madaraka, kuna watu ambao watatolewa. Hili ni badiliko la kwanza katika baraza la mawaziri la Samia, lakini inatarajiwa mabadiliko mengi huko mbele ya safari. Jingine ambalo linatarajiwa kutokea mwaka huu 2026 ni vita kati ya Samia na makamu wake wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi. Hili limeshaongelewa na Just TV kwa muda mrefu, na vita hii inaendelea as we speak. Katika muda huu kuna mtafaruku, misuguano na vitu mbalimbali. Only thing kuhusu CCM, mara nyingi tofauti zao hazionekani hadharani. Kwa hiyo wanajitahidi sana kuyahifadhi ya mambo kimya kimya, lakini kuna mtafaruku, kuna mgongano mkubwa unaoendelea kati ya Samia na Nchimbi, na Just TV imeshaelezea kwa hili kwa kirefu. Kwa hiyo itazidi kuwajulisha kuhusu nini kinachoendelea katika huu mgogoro kati ya hao wawili. Kadhalika kuna swala la ulinzi wa Tanzania kama nchi, hasa kutokana na ukweli kwamba jeshi la wananchi wa Tanzania limepoteza imani ya Watanzania kwa kushindwa kuwa walinzi wa Watanzania Oktoba 29 na siku zilizofuata. Sasa hii inaathiri vipi? Kwa sababu ulinzi ni swala shirikishi. Jamii ndio inayochangia. Jeshi la wananchi la Tanzania ili iweze kufanya kazi kwa ufanisi linahitaji msaada wa wananchi, na ndio maana inaitwa jeshi la wananchi. Kule mpakani wageni wanapoingia ni wananchi wanaoripoti, sio wanajeshi ambao wanaona tu. Msaada mkubwa unapatikana kutoka kwa wananchi. Sambamba na hili ni idara ya usalama wa taifa itashindwa kufanya kazi kwa ufanisi kwa sababu itakosa support ya wananchi. Achana na matatizo yake ya ndani, lakini idara ya usalama wa taifa inafanya kazi kwa msaada wa wananchi. Wananchi wakisusia kuipa msaada, haiwezi kufanya kazi kwa ufanisi. Kwa hiyo hii ni moja ya changamoto itakayojitokeza katika mwaka huu 2025. Jingine ni changamoto ya kiuchumi. Kunatarajiwa nchi za magharibi kusitisha misaada, lakini tayari kuna baadhi ya nchi ambazo zimeshaonyesha kuwa
zina dhamira ya kupunguza misaada yake kwa Tanzania kutokana na yaliyojiri, lakini pamoja na changamoto nyingine. Hata hivyo, matarajio ni kwamba Samia au serikali inatarajia kupata msaada kutoka Urusi, kutoka China na nchi za Uarabu. Kwa hiyo makali ya hili yataonekana, lakini pengine sio makubwa sana kutokana na uwezekano wa kupatikana kwa misaada. Hata hivyo, dalili zimeshaanza, kwa sababu kuna kodi mpya imeanzishwa ya shilingi 100,000 kwa watu wanaoingiza magari, na hizo 100,000 ni kwa ajili ya mfuko wa UKIMWI. Jingine, wakati tunaelekea mwisho, ni vifo vya ajabu visivyo na maelezo kama kile cha Jenista Mhagama. Hivi vinatarajiwa kutokea kwa wingi katika mwaka huu 2025, na hivi vitahusishwa na hii kesi ya ICC inayomkabili Samia Suluhu Hassan. La mwisho ni uwezekano mkubwa wa mabadiliko ya uongozi katika jeshi la polisi, jeshi la wananchi wa Tanzania pamoja na idara ya usalama wa taifa. Mabadiliko ya kwanza yameshatokea. Nimesikia kuhusu Meja Jenerali Mkeremi. Yule ni mkuu wa idara ya usalama wa taifa ndani ya jeshi, yani mkuu wa kitengo cha usalama, military intelligence ndani. Ni mtu mkubwa sana ndani ya jeshi hilo, ametolewa na kupewa nafasi ya ubalozi. Kwa hiyo huo ni mwanzo, lakini kuna matarajio kwamba viongozi mbalimbali wa idara ya usalama wa taifa, jeshi la polisi pamoja na JWTZ watang'oka mwaka huu 2026. Je, una maoni gani kuhusu haya? Karibu tuwe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asante.